Bana, thank you ndo habari ya mjini kwenye dirisha dogo la usajili tayari. Penyenye za thank you tayari zimeshaanza, lakini pia zile sajili mpya ambazo zimekuwa zikihusishwa kwenye vilabu mbalimbali kwenye ardhi ya Tanzania tayari tumeshaona, lakini pia kuna mashine ambazo tayari zimeshaanza kutambulishwa. Sasa pale mitaa Jangwani ndo habari ya mjini kwa hivi sasa. Young Africans wapo mbioni kuhakikisha kwamba wanapeleka pia baadhi ya wachezaji wao kwa mkopo. Je, ni wachezaji gani hao ambao tunapaswa pia kujuzana hapa? Sasa ndugu yangu penyenye ambayo niko nayo hapa ni kuhusiana na mchezaji ule kiungo kati, kiungo ambaye fundi, kiungo ambaye alitambulishwa kwa mbwembwe kubwa, kiungo ambaye aliwika kashaini kwenye dirisha kubwa la usajili. Tunazungumzia mchezaji ambaye alikuwa ni mchezaji mkubwa wa usajili wa dirisha kubwa. Huyu si mwingine ni Moussa Bala Conte, moja kati ya kiungo ambaye alisajiliwa mitaa ya Jangwani, ikisemekana kwamba atakuwa mbadala wa Alidi Aucho kwenye eneo la namba 6, lakini mambo yakaenda tofauti. Mwamba huyo tokea atoe kwenye kikosi hicho amekuwa si kipaumbele katika makocha ambao wamekuwa kwenye kikosi cha wananchi Young Africans. Mwamba muonekano wa kawaida anastahili kupelekwa kwa mkopo, na yapo mazungumzo ambayo amekuwa akiendelea kati ya Young Africans pamoja na Singida Black Star. Bana, familia hukaa kwa pamoja na kuyajenga yale mazuri na kuyachambua na kuweza kuona ni namna gani ya kuweza kufanya ili kuhakikisha kwamba mnaboresha undugu na hatimaye pia mkafanya mabadilishano, mkapeana vizuri na maisha yakaendelea vile vile. Ndicho ambacho kinaendelea kati ya Young Africans pamoja na Singida Black Star. Moussa Bala Conte anatajwa kupelekwa kwa mkopo kwenye kikosi cha Singida Black Star, lakini si yeye tu bali hata Azizi Ndambwile, kiungo kati, kiungo ambaye alipendwa zaidi na kocha Romain Folz ambaye alimkuwa anamtumia katika kipindi ambacho alikuwa kwenye kikosi cha Young Africans. Bwana Azizi Ndambwile naye pia anatajwa kupelekwa kwa mkopo kwenye timu ya Singida Black Star. Lakini pia sio yeye tu zipo mashine nyingine nyingi penyenye zimekuwa zikisemekana kwamba watapelekwa pia kwa mkopo kwenye vilabu vingine, ikiwemo pia kwenye klabu hiyo ya Singida Black Star. Pengine kwa upande wa Lassine Kouma, kwa upande wa kiungo kati pia Mohamed Dumbia. Haya ni wachezaji ambao wamekalia pia kutikavu ndani ya kikosi cha wananchi Young Africans. Thank you inaweza katembea pia muda wote wakapelekwa pia kwa mkopo kwenye vilabu vingine. Lakini pia Celestine Yakua Lassine Kouma, sajilizi ndugu yangu nimesisitiza kutokana na namna ambavyo hizi sajili zilivyotambulishwa pale mitaa Jangwani, mpaka watu wakapata pressure, watu wakaumwa ghafla kutokana na rekodi za wachezaji zilivyokuwa zinaonyesha kwamba ni wachezaji ambao ni hatari ambao wanakwenda kutoa kwenye kikosi cha wananchi Young Africans. Lakini mambo yakaenda tofauti kabisa, na hatimaye wachezaji wao wamekuwa si chochote wala si lolote ndani ya kikosi cha wananchi Young Africans. Mpaka hivi sasa sajili zao zinaonekana kama zimebuma. Ni wachezaji ambao ni wa kawaida kabisa, na kwa hivi sasa inasemekana kwenye dirisha dogo kuna baadhi ya wachezaji watapewa thank you wapo, lakini pia kuna aina wachezaji ambao watapelekwa kwa mkopo kwenye vilabu vingine. Mambo yamekuwa ndivyo sivyo. Sasa Moussa Bala Conte anatajwa kupelekwa pale kwenye kikosi cha Walima Alizeti Singida Black Star. Lakini pia kuna maingizo mapya ndani ya kikosi cha wananchi Young Africans baada ya kumtambulisha Emmanuel Mwanengwa kutoka kwenye kikosi kile cha TRA United, nahodha wa TRA United. Kwa hivi sasa Young Africans kwenda pia kushusha mashine zingine za kazi, wako mbioni kukamilisha dili la kiungo wakati, kiungo fundi kweli kweli. Kocha Pedro anataka ubunifu wa hali ya juu kwenye eneo la kiungo, na ndugu yangu mimi nikwambie kwamba raha ya jambo
kuwe kuna mpango mzuri ambao unaopangwa, lakini pia hata chakula pia ili kiwe kitamu kinahitaji pia kiungo, inahitaji pia viungo ambavyo ni vizuri, viungo ambavyo ni bora. Sasa kwenye mpira kunahitaji pia kiungo fundi, kiungo ambaye anaweza akafanya mambo mazuri na hatimaye timu ikapata mabao ambayo ni mazuri ya kuvutia zaidi. Sasa Young Africans wamevutiwa na namba 10 hatari bora kweli kweli, mchezaji ambaye anavaa jezi nambari 10 kwenye kikosi cha Singida Black Star. Huyu si mwingine ni raia wa Togo, Malouf TK, mwenye umri wa miaka 30. Yuko pia kwenye hatua za mwisho kabisa za kujiunga na Young Africans na kila kitu kimekwenda vizuri mpaka hivi sasa. Viongozi wa Young Africans wamepiga simu toka jana kwa uongozi wa klabu ya Singida Black Star, lakini pia kwa upande wa mchezaji kuhakikisha kwamba anafanya vipimo vya afya, kupiga pia picha za utambulisho na mambo yamekwenda vizuri, na nikwambie kwamba ni moja kati ya mchezaji ambaye anahitajwa kwenda kuongeza nguvu kwenye eneo la ushambuliaji ndani ya kikosi cha Young Africans, kwenda kupress zaidi kwenye lango la mpinzani. Sasa jina la Malouf TK limetajwa, ndio jina pekee ambalo lilionekana linaweza likafanya kazi hiyo, na kwa upande wa Malouf TK amechagua kucheza ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa sababu yuko shirikisho na kikosi cha Singida Black Star, hivyo anahitaji kucheza ligi ya mabingwa barani Afrika, hivyo amechagua Young Africans. Sasa tusubiri kuweza kuona utambulisho wa huyu mwamba akitambulishwa kwenye kikosi hicho cha wananchi Young Africans. Lakini kwa upande wa namna ambavyo mambo yalivyo, Young Africans wakaona isiwe kesi kama wanampeleka pia Moussa Bala Conte kwenye kikosi cha Singida Black Star, na kwenye eneo la katikati bado ana tatizo toka ameondoka Alidi Aucho. Kwenye eneo la namba 6 panaonekana pana shida. Sasa muda wowote kuanzia hivi sasa Young Africans watakamilisha pia usajili wa kiungo mkabaji, kiungo fundi kwenye kikosi cha Singida Black Star, raia wa Guinea. Huyu si mwingine ni Mohamed Damaro Kamara mwenye umri wa miaka 23, na nikwambia kwamba Singida na Yanga tayari wamekubaliana kila kitu. Pia Mohamed Damaro ye mwenyewe amekubali kujiunga na Young Africans, hivyo muda mchache pia ujao tutaona utambulisho pia mwamba akisaini pia mkataba wa kujiunga na Young Africans, na tutaona pia utambulisho ukifanyika hapo mitaa ya Jangwani. Hili ni bala jingine jipya Jangwani linakwenda kutua hapa, na kikubwa tutasubiri kuweza kuona pia utambulisho wake. Atakwenda kuboresha kwenye lile eneo la kiungo wakati namba 6 kuhakikisha kwamba panakuwa salama. Upande kwa huyu mwamba sina shida naye. Mohamed Damaro Kamara amekuwa akifanya kazi chafu, ana uwezo pia kutunza mpira, ana uwezo pia kugawa pasi ndefu na fupi. Yeye ni kama kiungo ambaye tunasema kwamba nipe chafu nikupe safi. Ana uwezo wa kufanya vizuri kabisa huyu mwamba Damaro Kamara kwenye eneo la katikati, kiungo mtamu, kiungo mnyumbulifu, kiungo ana uwezo pia wa kupiga chenga, kiungo ana uwezo wa kutunza mali. Tusubiri kuweza kuona kitambulishwa pia pale mitaa ya Jangwani. Young Africans wanahitaji kuboresha kikosi chao, wanahitaji kuhakikisha kwamba kikosi chao kinakuwa imara zaidi, ndio maana wanaona kwenye ile dirisha dogo ni wakati sahihi wa kupata mali kama hizi hapa, na unaweza ukasema kwamba viongozi wa Young Africans wana maono ya kuona mbali. Ni ngumu sana kupata wachezaji bora kwenye dirisha hili dogo la usajili. Ni ngumu, manake kila mchezaji anakuwa tayari ana mkataba na yuko kwenye klabu ambayo ni strong. Sasa Young Africans wakaona isiwe kesi, undugu pia uweze kufanya kazi. Kuna wachezaji ambao ni bora wako kwenye kikosi cha Singida Black Star, haina haja ya kuzunguka sana, tutumie undugu kuweza kupata mali mpya bana. Hii ni Gift Online TV, mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Endelea pia kuenjoy kuifuatilia, hakikisha pia una subscribe channel yetu ili wa kwanza kuendelea kupata taarifa za kimichezo.